na kusalimia. Eh, labda niseme tu kwa wiki hii nachojua ni kwamba Chadema juzi ilikuwa inasherehekea kumbukumbu ya Tumaini Jipya, na mimi nilikuwa nimeshirikishwa. Hiyo shughuli imekwenda vizuri sana, walikuwa wanafanya tathmini ya mambo mbalimbali. Sina hakika kama kwa namna yoyote ile shughuli imeingia kwenye mtandao, lakini vile vile ukiacha masuala yaliyoko mahakamani, sina hakika kama kuna jambo jipya ambacho kinaweza kuwa na political interest. Ukiacha swala la profesa wetu wa sheria kuwaambia kwamba ahirisho hilo waliloliomba juzi halina nia njema, kwa sababu wangelitaka wangeweza kuwa na mashahidi wa kutosha, kwa sababu walikubaliana hivyo. Hawakuhitaji kuja kusikia pale ndani ya ukumbi wa mahakama kwamba huyu shahidi mmoja amepata dharura. Sababu ya kuandaa mashahidi wawili kabla ni ili kukitokea dharura, basi yule waliopanga wa ziada anachukua ile nafasi na yule aliyepata dharura anaendelea na dharura yake. Lakini kuonyesha kwamba hakuna nia njema, kiburi chao kikawa ni hivyo hivyo. Wamesahau kwamba mwenzao ana zaidi ya mwaka mmoja na ushehe wake anakaa gerezani, wao wanakaa nyumbani kwao, wanakula posho ya serikali, siku iendelee iingie isiingie wanakula. Lakini wakati huo wamesahau binadamu, kwamba kuna mtu anateseka. Na tumeingia kwenye record kwamba katika historia ya nchi yetu kesi ya mtu mmoja, kesi ya uhaini ya mtu mmoja imechukua muda mrefu zaidi kuliko kesi ambamo wamehusika wanajeshi na watu wengine mbalimbali katika kutaka kupindua nchi. Na kwa mujibu wa ile sheria, ile kifungu cha 39 mbili nafikiri B, ambapo hakuna uhaini wa mtu mmoja. Sasa hii ya kwetu uhaini ni wa mtu mmoja, lakini kesi siku zote ndio inaahirishwa na upande ule wa serikali, ambao kama ni kweli kulikuwa na uhaini, basi maanake walikuwa na ushahidi wa kutosha. Lakini ushahidi unabungwa tu. Sasa haya ndio mambo makubwa tu ambayo nadhani ningeliweza kuyasemea, kuonyesha kwamba hakuna nia njema. Yote yanafanyika kwa hila. Maneno tunayoonyesha kwamba tuna nia njema ni maneno ya kizandiki tu, lakini kila ambalo lina hila huwa linaanza kwa hila na linaishia hivyo hivyo. Litakuwa na mwisho mbaya na lita crash vibaya sana. Kwa hiyo tusubiri tu, huo mwisho utafika tu mbele ya Mwenyezi Mungu ambaye ni mwenye haki. Unaweza ukacheza kwa muda, ukawacheza wananchi kwa muda, lakini haki ya binadamu mbele ya Mungu huwa haipotei, na itafika mahali haki itapatikana tu. Labda niseme hayo tu, Ruge, kwa sasa. Lakini Dokta, watu walikuwa wamekusubiri kusikia kwamba utatia neno gani katika hivi karibuni baada ya kuwasikia teki walivyotoa tamko na walivyoenda Ikulu, na hisi Sauti ya Tanzania hawaja kusikia kwenye hili kwa ufafanuzi wako wewe, maana I think jana tulikuwa na mjadala mzuri sana jana na watu wameelewa kauli ya Padri Kitime na wateki.
watu hawajasikia kutoka kwako wewe, unaifafanuaje ile? Kuna baadhi wengine wanasema kama teki wameongwa, kuna wengine kama vile wameitwa na Samia sasa wameenda kufanya mambo tena wametugeuka. Kuna wengine jana tukaelewa kabisa, tukasikiliza kwa umakini tukaelewa. Wewe kwenye hile la mapadri kwenda Ikulu kuitwa na huyu bibi, wewe unalichambuaje lile mzee wangu? Na hatuja kusikia kweli kwenye hili Dokta. Wakati lilipotokea hilo la maaskofu na Padri Kitima kwenda Dodoma, mimi ndio nilikuwa nakimbizana na maandalizi ya hiyo nilichoita Tumaini Jipya. Kwa hiyo hata kuingia kwenye mitandao nilikuwa naingia kwa nadra sana, lakini labda kwa sababu mimi kutoka mwanzo nilikuwa najua kiasi fulani kuliko wengi wenu kwa sababu mbalimbali, mimi halikunipa shida. Nye mmepata shida kwa sababu labda hamkuwa na picha yoyote, na kama kwenye jambo huna picha na hujui msingi wake toka mwanzo, ni rahisi kwenda na tafsiri. Nimewaomba sana mara nyingi kwa upande wa teki, msitangulize tafsiri zenu, kwa sababu wale ni watu ambao hawajifichi. Na mmeona baada ya Ikulu kujitokeza na kutaka kutoa kile walichoita ni ufafanuzi, nilidhani mmeelewa. Sijui Ruge kama mlipata ule ufafanuzi wa Padri Kitima, lakini ili tusichukue muda bila sababu, huo nao mwachanganya watu Dokta, huo ufafanuzi ili msichukue muda, mimi naomba nikuweke sasa kwa uhakika, kwa sababu hata kabla hawajaenda nilikuwa najua kwa kiasi fulani, lakini nakuwa mwangalifu sana kwa sababu mimi sio msemaji wa Baraza la Maaskofu. Kwanza niweke clear, Baraza la Maaskofu halikuitwa na Samia au na yeyote wa Ikulu. Nataka nikuhakikishie hiyo, usiniulize nimepata wapi. Baraza la Maaskofu halikuitwa au kualikwa kwenda kutembelea Ikulu. Sasa tena kwa taarifa yenu, Baraza la Maaskofu ninavyojua mimi, wao ndio waliomba wakutane na Samia, kwa sababu wao ni wachungaji na kwa dhamiri zao waliona kwamba nchi bado haiendi vizuri na lazima sauti yao ya kichungaji isikike. Kwa hiyo aliyeomba mkutano si Samia wala si serikali, pamoja na kwamba hapa katikati mliona pilikapilika za waziri mkuu, meona pilikapilika za spika wa bunge kwenda TEC, meona sijui kulikuwa na kiongozi gani mwingine pia alienda, lakini hizo ni pilika na milango ya TEC iko wazi siku zote, hakuna mtu anayezuiliwa kwenda TEC. Wao ni wachungaji, kama wachungaji kazi yao ni kupokea kila upande unaoenda, lakini kwa maana ya kwenda kwa Samia, TEC ndio iliyoandika barua ya kwenda kumtembelea rais, na ni baada ya TEC katika kikao chao kuamua kwenda kwa Samia, kwenda kuyaeleza mambo yao. Wao ndio walioenda kueleza mambo yao, sio wameitwa kwenda kutangaziwa kama wengine wanavyoitwa alafu wanapewa sijui nini. Wale waliomba wao. Sasa ili uone kwamba nakwenda mbele zaidi kuliko walivyotaka kwenda wao, baadaye usiniulize nimeijuaje. Hata wao hawakupendekeza mkutano Dodoma. Taarifa nilizonazo mimi ni kwamba mkutano walipendekeza ufanyike Dar es Salaam.
Wale walioombwa kikao hicho ndio wakarudisha wakasema, hapana, kikao kiwe Ikulu Dodoma, na maaskofu wakaenda. Hilo la kwanza. Lakini la pili, maaskofu walienda kuonyesha uzito, sijui kama mlilitambua. Hakuenda mwenyekiti wa baraza na katibu wake mkuu peke yao au na watendaji wao, walipenda maaskofu wakuu wote. Sijui kama mnikisema maaskofu wakuu mnajua wako wangapi? Kama sikosei, maaskofu wakuu kwa sasa wako, kama sikosei, wako 6. Wale wanaosimamia kanda, yani kanisa Katoliki mfumo wake kwa Tanzania ina kanda zinazosimamiwa na watu wanaoitwa maaskofu wakuu. Sijui kama nitaweza kuzitaja zote, lakini Arusha ni kanda moja, Tabora ni kanda, Songea ni kanda, Arusha nimeitaja, nafikiri ni kanda. Haya, sasa nimesahau zingine, lakini ziko 6. Hao ni maaskofu wakuu ambao chini yao wanasimamia kwenye kila kanda. Kuna maaskofu kati ya 5, 6, nadhani mpaka 7 hivi. Kwa hiyo walikwenda wao kwa uzito, ndio maana wakaenda kikanda. Hilo la kwanza. Lakini la pili, wao ndio waliokuwa wanabeba ajenda. Ajenda haikutoka kwa serikali, na kwa kawaida anayeomba kukutana na kiongozi ndiye mwenye ajenda. Ndio utaratibu wa kawaida. Wewe umeomba kwenda kumuona rais, wewe ndio unabeba ajenda zako kwenye begi zako. Huwezi kukuta rais anakupangia ajenda pale wakati wewe ndio umeomba kuonana naye. Kwa hiyo ninavyojua mimi, ajenda zilitoka TEC, hazikutoka Dodoma. Sasa kitu ambacho sijui, ukiniuliza kwamba je, walipofika, je, walikaribishwa chai, walipewa soda, walipewa, sasa hiyo sijui, na mimi sikuona kama ni priority yangu hata kujua kama walipewa. Mahali pengi Tanzania ukifika unapewa chakula fulani, sio? Au hata maji ya kunywa. Mimi mwenyewe nimeshashiriki kwenye delegations za namna hiyo, najua ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo sina hakika, siwezi kukuambia walikunywa, hawakunywa pombe, hawakunywa soda, hawakunywa bia, siwezi kukuambia. Najua kwamba mikutano kawaida ya kazi huwa haina bia, mara nyingi watagawia chai, kahawa na labda soda. Lakini in this particular case hata mimi sikuwa na interest ya kujua je, walikula nini. Sikuona umuhimu. Sasa mara ya kwanza, na hii naweza kukuthibitishia, mara ya kwanza habari ikatoka kwenye upande wa serikali. Mara ya kwanza waliotoa taarifa ni upande wa serikali, wala kanisa haikutoa taarifa mwanzoni. Ilipotoka taarifa, kanisa na lenyewe ikakaa kidogo kuona hilo tamko inapokelewaje. Lakini kama mnakumbuka, baada ya kama siku 2, wale waliotoa taarifa wenyewe wakaanza kutoa ufafanuzi. Kumbuka, wao ndio waliotoa taarifa, wakawa wao tena wa kwanza kutoa ufafanuzi, sijui ni wa nini. Na baada ya hapo ndiye Kitima sasa katoka juzi, nadhani siku 3, 4 zilizopita, na ndio maana katoka sasa na sura very clear, akatoa kinachoitwa ufafanuzi wa msimamo wa maaskofu. Alitoa msimamo baada ya kuona ule msimamo unapotoshwa, akatoa ufafanuzi. Sasa ni kweli tuna level tofauti ya kuelewa, lakini mimi niliyekaa ndani ya kanisa na mimi mwenyewe nimeongoza ziara za namna hiyo mara kadhaa, nafahamu alichofanya Kitima. Walipoona kwamba tafsiri inayotoka sio ile iliyowapeleka Dodoma,
Ndio maana katoa ufafanuzi wa juzi, na kwa ufafanuzi wa juzi hakuna mahali popote kwamba waliitwa, hakuna mahali popote ametaja. Ni wao walikuwa na mkutano wao, walikuwa na mambo yao, wamelalamikia muda mrefu, walishataka kuonana na mkuu wa nchi muda mrefu. Hicho kikao hakikuwezekana, siwezi kusema sababu ni nini, lakini nachojua mimi ni kwamba kulikuwa na jitihada za kuonana na mkuu wa nchi. Maaskofu wa Katoliki hawawezi kukaa, wananchi wao wameuawa, na hata wasipokuwa Wakristo wao wananchi wameuliwa, alafu wao wakae kimya tu. Kwa wao ndio walioitisha, walioomba kile kikao, na ni kweli waliomba, kwa sababu rais wa nchi anaweza ukamwambia nataka nikutane nawe, akakwambia haya sawa, nitakupangia tarehe, asikupangie mpaka baada ya mwaka moja. Lakini ukweli unabakia pale pale, wao maaskofu ndio walioomba kuonana na rais wa nchi, na kwa uzito wa ajenda waliokuwa nayo, ndio maana wakaenda maaskofu wote wakuu. Kati ya maaskofu wakuu mojawapo ni kardinali ambaye yeye pia ni askofu mkuu wa kanda, kwa sababu Kardinali Rugambwa yeye ni kardinali, lakini yeye ndiye askofu mkuu wa kanda ya Tabora. Kwa hiyo kama alivyo askofu mkuu wa Arusha, alivyo kama askofu mkuu wa Mbeya, alivyo kama askofu mkuu wa sijui wa wapi tena, na yeye ni askofu mkuu kama wenzake, pamoja na kwamba ana kofia ziada ya kuwa kardinali. Na kazi za kardinali kimsingi ziko ndani ya nchi. Kardinali zaidi ni msaidizi wa papa, kwa hiyo kazi zake zaidi ziko Roma. Lakini walikwenda kwa uzito wa kikao hicho, walienda wote. Sasa na nina hakika ajenda hiyo sio ajenda ya kwisha, kwa sababu mambo ya msingi, mimi si msemaji tena, naomba niseme ni inzi wangu alinusanusa tu na anaendelea kunusanusa bado. Ajenda za msingi ni kwamba mpaka sasa hivi yaliyotokea tarehe 29 Oktoba, upande wa serikali hakuna kitu serious kinachoendelea kufanyika. Hakuna kitu serious kinachoendelea kufanyika kuhusiana na yaliyotokea 29, licha ya hizo commissions zinazoendelea kuundwa kila siku. Commission hizo haziendi kumaliza suluhisho. Kama watu hawawi wa kweli, unazifanya hiki ukafanya kile, lakini suluhisho hazitokei hapo. Na nashukuru mnafahamu pia hata mgogoro uliozalishwa sasa hivi kwamba wameunda hiyo tume ya sasa ya Jaji Lila, ambayo kama mnavyofahamu, kwanza kesi ya kukataa tume ya Jaji Lila iko bado mahakamani. Watu wengi hawajui hilo. Ile kesi ilifunguliwa na Buberwa na wenzake wawili nadhani. Kesi ile ilifika mahakama kuu ikaiondoa kwa hoja ambazo kama kawaida ya majaji walioko chini ya serikali ikaondolewa, lakini wao wakakata rufaa mahakama ya rufani. Na kwa taratibu za kawaida za sheria, swala linapokuwa mahakamani katika hatua yoyote zile za kimahakama, inaweza kuwa mahakama ya mwanzo, inaweza kuwa mahakama ya mkoa, inaweza kuwa mahakama ya kanda, lakini hii kesi ilikuwa kwenye mahakama ya kanda Kigoma, na yule jaji wa Kigoma akaiondoa, akaifuta. Hawakuridhika waliofungua kesi, wamekwenda mahakama ya rufani. Sasa kesi inaendelea. Samia kwa sababu tabia yake ni ya kutokujali sheria, akaendelea kuunda tume, kukamilisha ile tume yake, wakati akitambua kwamba kesi bado iko mahakamani. Katika utaratibu wa kawaida alipaswa kusubiri kesi hiyo iishe kwenye mahakama ya mahakama kuu. Kama mahakama kuu imeifuta na wanahusika wameenda rufani, anasubiri mahakama ya rufani imalize. Wakati mwingine wanaibia hapo kwa sababu wanawasiliana na majaji wao.
kabla haijatangazwa, labda kwa wakati huo kuna ombwe kwa sababu haitakuwepo kwenye hatua yoyote ya kimahakama, basi anapitishia pale pale kwenye hii. Kwa kudharau mahakama, anajua kabisa kwamba kesi ile bado iko mahakamani, kwa sababu rufaa ile ilitangazwa. Wakati rufaa inaendelea, yeye amehalalisha na akateua na wajumbe wawili zaidi Uganda na wa Namibia. Kwa hiyo ndicho kilichotokea, na nadhani wengi tunafahamu hilo. Maaskofu of course, mambo ya mahakamani wao hawaingilii, wao wana mambo yao, na nadhani ile tamko la kwanza lilipotolewa walieleza mambo gani hasa yalizungumziwa, na nataka nikuthibitishie yalizungumziwa hayo, hapakuwa na mengine zaidi. Ndio maana nikakuambieni kwamba kama kuna chupa ya bia imepita mezani, hiyo siwezi kusema kwa sababu sijaifuatilia, sijajua. Kama kuna nyama wamepewa wale, utamaduni wa kawaida, ukienda kwa mtu huwezi kutoka atakupatia kitu fulani utakula. Lakini katika issue ya principle, TEC haiwezi kuyumba hata siku moja. Naomba nimalizie hapo, labda kama kuna swali zaidi. Swali lipo na nashukuru Dokta, na ndio maana watu wa Sauti ya Tanzania walikuwa wamekusubiri kwa hamu, kwa sababu jana nilisoma comments za wengi na juzi ile kwamba hili swala tunamhitaji Dokta aje alitolee ufafanuzi kidogo, kwa sababu anaweza akawa anaza ndani zaidi, kwa sababu linahitaji utulivu katika kulifafanua. Lakini Dokta, mimi nataka nikuulize, unahisi is the right timing ya kukutana na rais nyakati hizi ambapo bado Watanzania wana vidonda, wameumizwa, ndugu zao wameuawa? Is a right timing now kwamba tukutane na rais, akili msamaha, aombe msamaha, uwajibikaji utoke, tushikane mikono, tuseme family lie, tumezika, Mungu katoa, Bwana katoa, Bwana katoa. Unahisi ni wakati sahihi sasa hivi kwa kufanya hiyo kitu? I'm talking about timing ya hii kitu. Do you think it's the right time now kwa Watanzania bado ambao wana hasira, wana vidonda? Are they ready? Watanzania wako tayari kwenye hilo, Doctor? Swala la timing ni swala gumu. Swala la timing ni swala gumu. Utakavyopima timing wewe na atakavyopima askofu ambaye lengo lake la kwanza haki itendeke, lakini wananchi walindwe. Kwa upande mmoja wanahakikisha haki itendwe, lakini mwananchi alindwe, mtoto wa Kitanzania siendelee kuuliwa zaidi. Wao timing yao ni kitu wanachoita, na kwenye theology ipo inaitwa the optimum time. Sasa vigezo vya optimum time kwa mwanasiasa, kwa askari, kwa askofu vitatofautiana, kwa sababu kila mmoja ana namna yake ya kupima what is the optimum time. Wewe optimum time yako ni kushika dola kwa tupindue serikali. Natoa mfano tu hapo. Wa namna hiyo watatafuta mbinu zao, watajipanga katika kuipindua serikali, sivyo? Mwingine atasema sisi tunataka process ya negotiation, tufikie solution kwenye meza ya mazungumzo. Mfano wa Desmond Tutu ilimchukua muda, akaunda nani awepo kwenye hiyo tume yake, vikao vitafanyika wapi, nani atakuwa anaandika hizo minutes na kadhalika, kwa taratibu zipi, ikatengenezwa zile taratibu zote. Kwa hiyo swala la timing inategemea na mtu ambaye yuko katika mipango ya aina gani katika kusukuma mbele gurudumu linalohusisha wanaharakati huo. Lakini hapa si swala la wanaharakati tu. Hapa hatuzungumzi wanaharakati tu. Sisi kwenye Sauti ya Tanzania tutazungumza kama wanaharakati.
Maaskofu wanatafuta the optimum timing, na optimum timing ni ile ambayo italeta the minimum damage kwa uhai wa mwananchi. Kwa hiyo calculation zako wewe Ruge na ya kwangu zitafanana, kwa sababu sisi wote tuko na harakati. Tunataka hawa wangelikuwa wameshaondoka juzi, wala sio jana kwa sisi, lakini kwa watu wanaotafuta taratibu za reconciliation, ile reconciliation, alafu wakati huo sio reconciliation tu, wale wanaotaka na justice wanatafuta haki, lakini wakati huo maridhiano yanaenda pamoja. Kwa hiyo hao wana vigezo vyao tofauti ya mimi na kwenye simu ikanikata, lakini alafu naona simu nilipoikata nikarudi automatically, lakini bado unanisikia sio? Tunakusikia vizuri hapo, ndio Haya basi, kwa hiyo nilikuwa nasema swala la timing nini kizungumziwe katika mazingira gani na wakati gani, inategemea sana na jinsi unavyoliangalia wewe, position yako katika kama ni mazingira ya majadiliano, wewe position yako ikoje? Kwa hiyo itatazamwa na watu tofauti kwa jinsi wanavyoshiriki kwenye maridhiano au kwenye mjadala husika, lakini kila mmoja atakuwa anaongozwa na vigezo na misimamo, zile principle cardinal points ambazo anazisimamia. Kanisa cardinal point yake ni hatimaye nchi iwe na amani na upendo na utulivu, sio na minimum casualties. Hiyo ndio principle ya kawaida ya kanisa. Na kama utakumbuka mwaka 72 ulikuwa, sijui kama ulishazaliwa, maaskofu Katoliki walitofautiana kabisa na Nyerere wakati ule, wakatofautiana kuhusiana na swala lile la Ian Smith pale Rhodesia, na walipotofautiana approach, kila mmoja akachukua baadaye approach yake. Maaskofu walikuwa na approach yao, Nyerere alikuwa na approach yake, nchi za Kiafrika zote katika umoja wetu tukachukua approach yetu. Kwa hiyo approach inategemea na mazingira, nani anasimamia jambo hilo kwa principle zipi. Unapokuwa na maaskofu kwa upande mmoja, maaskofu kitu cha mwisho kabisa kwao ni kuchukua silaha. Unajua kabisa, utakwambia kitu cha mwisho kwa maaskofu, jambo lolote linahusika na kumwaga damu, kwa maaskofu ni kitu cha mwisho kabisa. Sasa wanaweza kutoa matamko mengine yote na labda progressively msimamo unaweza kuanza mild, lakini kama wanaopambana nao ni watu wakatili sana, na wao wana harden mioyo yao kadiri muda unavyoenda, na ndio position ya maaskofu na hata kanisa kwa ujumla. Na nikisema kanisa hapa niongelee Katoliki kwa sababu ndio nalifahamu zaidi msimamo wake katika masuala ya ubaguzi wa rangi wa Afrika Kusini. Kwa hiyo hutapata hata siku moja maaskofu watoke siku ya kwanza mbele waseme sasa tumechukua bunduki. Ilifika mahali kweli hata kanisa lilifikia hatua hiyo, lakini wakati ule wa vita vinavyoitwa vita vya msalaba, wakati ule mapambano ya vita vya msalaba, wakati vimeingia Hispania, Portugal na Ufaransa, pale hata kanisa ilienda ikawaambia watu wake sasa wachukue silaha. Kwa hiyo kuna wakati inafikia hatua hiyo, lakini kama nilivyosema, kwa kanisa, hasa nazungumzia kanisa Katoliki ambalo nalifahamu, kubeba silaha daima ni ya mwisho kabisa katika mapambano yote. Sijui kama nimejibu swali lako. Nashukuru sana Dr. Na I think kwa faida ya watu wa Sauti wa Tanzania, na hisi mmepata ufafanuzi. Labda kama kuna mtu mwingine anataka kuongezea, maana wengi mlikuwa mnaomba. Karibu dada Naomi. Kaka Ruge, mimi nipo njiani, kama nitakuwa sisikiki basi mtanisamehe, lakini nilikuwa nina swali
kwa Dr. Slaa, na dokta kama hataweza kujibu hili swali anaweza tu akaacha. Dokta, kuna vitu viwili umeviongelea. Umeongelea hiki kitu kinachoitwa mtazamo wa kanisa Katoliki, ukasema kwamba wao ilikuwa nini, optimum timing, ili nchi isiweze kuwa na mauaji makubwa. Waliliona hili wakati wa no reform no election, wakamwambia Samia wakutane wazungumze. Samia akawapotezea, hawakufanya kitu, watu wakauawa. Waliona ndio hatari iliyopo mbele na walitaka kuikabili, hawakuikabili na Samia aliiua. Na baada ya kuiua wakaona hii serikali haipo serious. Ni kitu cha pili tukaongelea kwamba hii serikali haipo serious kwenye haya mambo wanayoyafanya. Lakini waliendelea kuwaomba wakutane. Samia alipoona Commonwealth wamempa tarehe za kutaka aonyeshe baadhi ya mambo anatekeleza, wakaona kitu pekee tunaweza kufanya sasa hivi ni kupata picha za maaskofu na ili tuweze kuzitumia. Siku zote wanafanya hivyo. Wakakubaliwa maaskofu kwenda kumwona Samia. Sasa hapo dokta, mimi ndipo swali langu linapokuja. Serikali haipo serious, kanisa linaona hatari iliyopo mbele yetu. Kwenda kwao kuzungumza na Samia alipowaita tu wakati akihitaji kuendeleza ule serious wake, kuendeleza kule kutokuwa kwao serious juu ya matendo yao haya mabaya kwa wananchi. Unafikiri kanisa limetusaidia kwenda nyakati zile, ama kanisa lingekuwa limetusaidia sisi kama lingesubiri kwanza mpaka wakati mwingine tena? Kwa sababu hiyo ndio shida ya wananchi. Tunaona kama kuna usaliti ndani ya kanisa Katoliki dhidi ya raia, kwamba kuna kitu wamefanya kinakwenda kumsaidia Samia, na hiki kitu ndio always vinafanywa hata na vyama vya siasa. Natumai dokta umenielewa, na nafikiri umewaelewa Tanzania ambao wanaona kanisa Katoliki limefanya vitu sivyo kwenye hii vita dhidi ya watu ambao hawapo serious na haya maisha ya binadamu ya watu wa Tanganyika. Asante dokta. Asante, umeweka vizuri sana Naomi. Swali la je, katika mazingira hayo ni sahihi, pamoja na kwamba timing ya maaskofu sio timing ya yetu sisi. Je, ilikuwa ni sahihi kwa maaskofu kwenda kumwona Samia, kwa sababu sasa huo mkutano ni kama yeye ndiye anautumia kama silaha ya kuokoka kutoka kwa wale waliompa time frame. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli, na tulijua sisi toka mwanzo kwamba inaonekana ni kama Samia amewasaidia serikali, kwa sababu siku walizopangiwa na Commonwealth nazo kwa kuwa zilikuwa zinakaribia. Sasa mkutano wake automatically unaonekana kwamba kuna mambo mazuri anayofanya. Mimi kwa tafsiri yangu, hii ni tafsiri yangu, ndio maana hawakuachia hiyo nafasi, wakatoka haraka walipoona kwamba itatafsiriwa vibaya na hata na Commonwealth. Wakatoka haraka sana kama alivyotoka kutoa ufafanuzi Father Kitima juzi. Lengo la hiyo ni kuondoa hiyo dilema kwamba isionekana kwamba serikali ina nia njema, inafanya jitihada, hiyo siku zinakaribia, lakini vitu hivi vinahitaji muda, na inawezekana siku 30 zilikuwa kidogo, lakini ameshaanza kuchukua hatua sasa ya kukutana na watu, na maaskofu ameshakutana nao tayari. Ni kweli kabisa kuna hatari ya hiyo kutafsiriwa vibaya, lakini ndio maana kama nilivyosema
Sisi tunaojua sasa hatuoni karibu kila kitu ambacho unakifanya kinaweza kuwa na calculations za namna hiyo. Hujui sasa what is always the best timing. The best timing hatimaye ni wewe ambaye una control na timing, ndio una decide what is the best timing. Lakini kwa upande wa maaskofu waliona hii sasa ikiachwa hivi hivi italeta understanding kwamba inaenda vizuri, lakini hapo ndio mahali unamgongea nyoka. Amepotosha akidhani kwamba amewapa jibu Commonwealth, ndio siku zenu mlizoniwekea zinakaribia kwisha, lakini nina jitihada, nimeshawaita maaskofu. Sasa kumbe dunia nzima inaona ala, kumbe hata maaskofu hakuwaita yeye, bali walijipeleka wenyewe, kwa sababu wanalinda uhai wa Watanzania wao. Kwa hiyo wale wanaojua siasa za dunia wanajua kabisa kwamba Samia hapa amecheza mchezo na amestukiwa na wale aliokuwa ametangaza kwamba sasa tumeshaanza kukutana nao, kumbe wala si initiative yake. Kwa hiyo wale wanasiasa wanajua, ingekuwa nia yake tangu siku ya kwanza Chakwera anaondoka hapa, kesho yake angewaita maaskofu. Kitu gani kilimzuia? Kwa nini amengojea mpaka siku zinafika ukingoni ndio anawaita maaskofu? Kwa hiyo watatambua. Kwangu mimi bado nitasema timing, kwa maana ya maaskofu, timing ya maaskofu nayo inapangwa na vitu mbalimbali. Moja, maaskofu Katoliki hawawezi kwenda kuonana na Samia au na mtu mwingine yoyote kama hawajakaa kwenye vikao, kabla hawajakaa, na hiyo ndio inayo guarantee kwamba kitakachotoka ni cha maaskofu wote, na wanakaa kwenye kikao chao cha kikatiba, kwa sababu maamuzi makubwa yote kwenye Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, maamuzi yote lazima yapigiwe kura, na yanapopigiwa kura na kila askofu lazima asign. Matamko makubwa yote ni lazima asign. Mwenyekiti wa baraza hana mamlaka ya kusign document ya TC awe peke yake. Labda wamejiconsult, ni cha dharura mno, wakajiconsult wakakubaliana kwamba kwa mtandao tunamuidhinisha sasa mwenyekiti wa baraza yeye achukue hatua kwa niaba yetu, lakini watakuja kuregularize baadaye. Watapaswa kuja kwenye kikao waseme tulitoa hicho kibali labda kwa mtandao na mwenyekiti wetu amefanya hivyo, na sasa leo tuko kwenye kikao, wana sign document hiyo wote kwa pamoja. Ndio katiba ya Baraza la Maaskofu ilivyokaa. Kwa hiyo ni kweli unachosema, lakini katika mazingira ya namna hiyo, hata kuwaita maaskofu wote kwa nchi nzima kwa mara moja, maaskofu 30 na kitu, nayo kwa usafiri wa nchi kama hii ambayo riski ni nyingi na maaskofu wenyewe hawako salama sana. Kwa hiyo unaweza ukaielewa katika sura hiyo. Kuna kipindi tulieleza hapa hata maaskofu wenyewe walikuwa wanataka kupotezwa. Nadhani tulieleza, mimi mwenyewe ni mojawapo nilieleza hilo pia. Sasa kwa sura kama hiyo, mimi niseme tu kwa kuangalia hii timing ya leo, mimi nafikiri timing ilikuwa sawa, kwa sababu kwanza maaskofu hawaja compromise, moja. Lakini ya pili, sijui kama naruhusiwa hata kwenda mbele zaidi, efforts ya kukutana na serikali kwa maaskofu imefanyika mara nyingi sana. Sasa mimi kwa sababu sio msemaji, naomba nisiende kwenye undani wa wameomba lini na au hawakujibiwa tu, au walioomba wamekaa kimya tu, lakini opportunities za namna hiyo zimetokea mara kadhaa. Sasa mimi kwa sababu ya historia yangu na kanisa na ofisi hiyo ya Kitima ndio niliyokuwa nakaa huko nyuma, actually ndio niliyoijenga. Kwa hiyo taarifa zingine zinanijia kwa namna ambayo hata mimi nashangaa zimekujaje. Lakini ni kweli kwamba kanisa inafanya yote kwa nia njema, kwa sababu yeye priority number moja mwananchi.
lizie hapo, lakini haya mengine yote tutakuta mbele ya safari. Asante sana. Dokta, mimi nikushukuru. Kaka Ruge, tunaweza kuendelea. Ya, Dokta, kwa kweli umeweka vizuri sana, na I think huu mjadala wa TEC tuufunge. Kama kuna mtu ambaye hajalizika na maelezo ya dokta, ameyaweka vizuri sana. Mimi nimelizika kiukweli, lakini Ruge, hapo dada nakuja kaka nani Zaburi, dada Naomi, umeuliza swali zuri sana yani mwenyewe nikasema yani ilikuwa swali zuri sana. Hiyo benefit ambayo bibi huyu ametembea nayo ndio ile benefit ambayo alikuwa anatembea nayo akiwatumia viongozi wa Chadema, especially Mboya alikuwa anapiga naye picha sana, alafu anaitumia kisiasa. Lakini dokta kaijibu vizuri sana. Ngoja nisikize watu wengine kabla hatujafunga hii. Tuna swala la madereka ambayo naomba nitoe kidogo taarifa kwa mtu wa karibu wa kaka Madereka. Amenipigia usiku leo akanambia ameenda Central kufuatilia, kwa sababu baada jana tulipata taarifa kwamba Madereka anasafirishwa kwenda Dodoma akiwa amefungwa na amewekwa kitambaa, lakini taarifa imekuja leo, huyo mtu wa karibu wa Madereka amesema kwamba mume wake hajafika Dodoma, hayupo Dodoma, lakini vile vile alikuwa amempelekea chakula, kwa sababu baada ya kuona kwamba atakuwa yuko pale pale Central. Amefika Central, pale Central amezuiliwa kumuona, hayupo pale Central, wanamficha. Kwa hiyo hata chakula amerudi nacho nyumbani. Kwa hiyo anasema hajui mume wake yuko wapi, hayupo Dodoma, hajapelekwa Dodoma kusomewa mashtaka yake kama alivyoitwa, hayupo hata po Central, hayupo. Sasa anahisi anajiuliza, sijui wamemficha wapi, lakini wote tunajua kwamba yuko mikononi mwa jeshi la polisi, na hiyo kesi ni ya sijui ndo Jaji Mkunda aliyemuita. Tena uzuri baba Mwita umekuja, kwa sababu mwanasheria huyu amekamatwa jana, Peter Madereka, kwa yale aliyoyaongea, lakini vile vile wanasema walishamuhitaji akagomea amri ya mahakama, lakini ameendelea kugonga nyundo. Lakini najua swala sio amri ya mahakama, kuna mambo mengine zaidi. Nafurahi kukuona hapo baba Mwita, kuna mambo ya kisheria tutakuja kuyauliza hapo baadaye. So ngoja Zaburi, unasema ulikuwa kuna kitu unataka ukiongezea kwa dokta? Ruge, kuna jambo dogo tu, of course ni kwa kwanza kwenye mjadala wa unaohusiana na baraza la maaskofu, nashukuru umefungwa na dokta amejibu vema. Dr. Wilbrod Slaa amejibu vema kabisa, na mzee wangu nakusalimia, shikamoo. Mungu aendelee kukubariki mzee wangu, wewe ni shujaa wetu. Na Mwenyezi Mungu atubariki wote. Amina baba, mimi nafurahi sana kukusikia, yani nikikusikia nikikuonaga tu umepanda humu huwa nakimbia mbio mbio kuja kusikiliza, kwa sababu najua lazima yatakuwepo ya kujifunza mengi tu. Nina swali moja tu baba, na linashabiana na kesi ya mheshimiwa Mheshimiwa Lissu, kwa kile kinachoendelea mahakamani mpaka sasa hivi, kwa serikali, yani hawa mawakili wa serikali kutokuleta shahidi siku ya jana, na wakaongea kauli ambazo ziligongana. Sasa kugongana kule ndiko ambako kumesababisha hata niulize swali. Walianza kuongea kauli ya kwamba shahidi alikuwa anaumwa, ameenda hospitali Muhimbili, kwa hiyo tutamleta Jumatatu. Baadaye wakasema tutawaleta mashahidi wote Jumatatu. Alafu baadaye mahakama, majaji wake wakasema ya kwamba basi kwa kuwa mawakili wa serikali wamesema ya kwamba watawaleta mashahidi wote Jumatatu, basi wanaahirisha kesi mpaka Jumatatu ili wawalete mashahidi wote Jumatatu. Sasa kwa mujibu wa mashahidi waliosema wanao, ni kweli wana uwezo wa kuwaleta wote, kwamba watawaleta wote Jumatatu kama walivyoiahidi mahakama, kwa sababu Mheshimiwa Lissu alilalamika juu ya hawa mawakili wa serikali kuidanganya mahakama, na jana wamesema watawaleta wote Jumatatu. Sijui hapo Mheshimiwa Dr. Slaa, hii imekaaje na sijaelewa sana, nataka ufafanuzi kidogo hapo. Na yes, baada ya kunijibu hapo kutakuwa na kaswali kingine kwamba wasipoleta tena shahidi Jumatatu ni nini kitaendelea.
Asante baba. Kwa kuwa ndugu yangu rafiki yangu Baba Mwita yuko hapa, yeye katika masuala ya mahakama na masuala kimsingi ya kisheria, yeye ni mwanasheria proper. Mimi ni mwanasheria naibia tu kutoka mlango wa nyuma, lakini niseme tu katika ujumla wake, katika kesi hii kinachoonekana ni kwamba sasa wamefika mahali hawana mashahidi tena. Hata hao walio nao tena waliobaki, pamoja na kwamba wengine bado wanaitwa mashahidi wasiojulikana, wale wanaowekwa ndani ya boksi. Hii kesi hapa ilipofika imekuwa kesi imeshagota, lakini serikali haitaki kumaliza ili shauri, pamoja na kwamba kila mmoja anajua haiwezekani kesi ya uhaini ikakosa vile vitu elements zingine zinazohitajika kwenye kesi za uhaini, kama tulivyoona miaka ya 70, miaka ya 80 tulishaiona. Hakuna kesi ya uhaini ya mtu mmoja. Unapindua ni kichekesho labda cha mchezo wa darasa la kwanza wanatufanyia kana kwamba Watanzania wote ukienda kwenye darasa la kichekechea na wao wanafanya mchezo wa kuigiza kufurahisha wazazi wao, wakakuchezea mchezo wa kimahakama, wanajua kabisa wazazi wao labda hawaelewi na kwamba kweli wataamini hicho, lakini wanajua pia ni mchezo. Na sisi leo hakuna asiyejua hapa kuna mchezo. Watanzania kama mpaka leo hatujajua kwamba hapa kuna mchezo, basi hakuna kitu chochote kwenye kesi hii toka mwanzo. Wengine tunatumiaga neno ab initio. Toka mwanzo tumepoteza pesa, tumepoteza muda, tumetumia rasilimali nyingi kwenye kesi ambayo is a non starter. Toka mwanzo kabisa hii tulijua, lakini sasa kwa sababu wenye nguvu kwa sheria zetu mbovu hizi, ingekuwa nchi ya wenzetu hii kesi ingeshafungwa siku nyingi sana, tungelishahitimisha siku nyingi. Lakini sasa kwetu sisi, jaji mkuu ndio huyo anayesema mahakama si mahali pa kupaki kesi, lakini kesi ya Lissu imeenda kupakiwa kwake karibu miezi 5 au 6, sijui kama nimekosea ule muda, tangu walipokata mahakama ya rufani na mahakama ya rufani kuja kusikiliza hatimaye na kuja kusikiliza na kwa kweli hapakuwa na kesi yoyote pale, lakini kesi ikapakiwa pale pale kwa yule ambaye mara 2 3 nimemwona kwa macho yangu, nimemsikia kwa masikio yangu akisema mahakama si mahali pa kupaki kesi. Sasa yeye ndiye mkubwa, alihitaji amri itoke kwa mtu mwingine. Kama judiciary kadiri tunavyosema ni independent, na yeye anapigania kwamba mahakama iko huru, na ametoa kauli ya mahakama si mahali pa kupaki. Hakuiona hiyo kwamba sasa ilienda kupakiwa kwake? Ingekuwa katika hali ya kawaida. Haya, baada ya kwenda kusikilizwa na wale majaji wa rufani, kwa jinsi ile kesi ilivyoishia, haikutosha kuonyesha kwamba hapa katika kesi hii hakuna kesi yoyote. Hakuiona. Haya, hata tangu walipoanza kutengeneza hawa mashahidi wa kufichwa hawa, toka mwanzo hawakujua kwamba hapa hakuna chochote. Mbona sisi wengine tulisema toka mwanzo hapa hakuna kesi? Kwa hivyo hapa wala tusitafute, tunajua kwamba labda tupambane tu, tuondoe, tufanye kila njia tupate katiba mpya. Hii katiba ya leo iondoke na watu wake wote waondoke, tuweke katiba mpya. Mimi nimeshawaambia, nimeangalia nchi kubwa Marekani, wale waliotoka vitani 1700 ile na ngapi sijui, katiba yao ilitengenezwa na watu kwa siku 116 tu, na zile drafts za mwanzo nimesoma pale ukumbi wa Philadelphia. Kwa wale wanaofika au watakaofika, msikose, ile ni sehemu ya historia. Katiba ya nchi kubwa ambayo imeibeba nchi hiyo leo inakaribia miaka 300.
Hiyo katiba inakaribia leo miaka 300, imetengenezwa katika siku 116 tu. Wale waliofanya drafting, waliofanya ile legal drafting yenyewe walikuwa sijui watu 4 au 5. Sasa sisi tunaambiwa mpaka 2028. Kwa nini? Mjiulize. Leo kama nchi kama Marekani ilifanya katiba yao ikaandaliwa kwenye kikao cha watu 116 tu. Nimeangalia watu waliotengeneza katiba ya South Africa. Nimeangalia watu waliotengeneza katiba ya Ghana. Kuna Watanzania bado hawaelewi vichwani mwao, wanafikiria katiba lazima itengenezwe na bunge la Tanzania lile lililopo. Sio lazima. Tukitaka saa hizi tunachukua kina Baba Mwita na timu ya wenzao wengine, sio wao wenyewe watatupa hata majina, wanafahamiana. Watupe majina, tutapata draft ya kwanza ya katiba ndani ya ikizidi sana mwezi mmoja. Tunayo katiba, kwa sababu sisi hatuhitaji kuanza upya. Rasimu ya Warioba ni maoni hai, yani live ideas kutoka kwa Watanzania. Yale maoni bado yako valid, kwa sababu matatizo yaliyotolewa na wananchi kwenye ile mikutano ya vijijini alikofanya Jaji Warioba, ambayo nilisema bahati nzuri na mimi nilikuwa kipindi hicho simultaneously, yeye anafanya pale, mimi nafanya upande mwingine kwa kutumia timu yetu ya Chadema, na nilizunguka mimi na Tundu Lissu. Tulipokea maoni kutoka kwa Watanzania. Zanzibar walishamaliza matatizo ya kwao, kwa sababu Wazanzibari, Jaji Warioba hakuchukua tu maoni, aliwapigisha mpaka kura. Kwa sisi ni kwamba sisi haitaki tu katiba ya nzuri ya Tanzania ipatikane, hawataki tu. Sitaki kwenda details zaidi ya kwa nini hawataki, nilishaeleza wakati mwingine, na niliwaeleza makundi ya wabunge wa CCM waliozuia katiba ya Warioba isipite ile mwaka 2014 kwa sababu inagusa maslahi yao. Sasa watu walizuia katiba kwa sababu ya maslahi binafsi ya mbunge moja, si kwa sababu ya maslahi ya Watanzania. Kwa hiyo hapa hamna issue yoyote. Sisi tukitaka hii katiba, muda uliotumika na Ghana, muda uliotumika na South Africa, muda uliotumika na hao watu 16, watu 116 wa Marekani, na wale waliofanya kazi ya legal drafting wakati wenzao wanapendekeza, yote muda huo wote. Sisi hatuhitaji kuwa na muda mwingi zaidi ya hao, kwa sababu kila kitu mikononi mwetu tunacho. Hoja za marekebisho makubwa katika katiba yetu tunazo, hatuanze upya. Hapa na pale tunahitaji kuboresha. Mazingira ya miaka 16 20 ni mingi sana tangu tumepata hayo marekebisho ya Warioba. Kwa hiyo hapa na pale tutahitaji kurekebisha, hapa na pale tutahitaji kuboresha kidogo, lakini tutapunguza gharama, wa idadi ya wabunge itapungua. Watanzania hatuhitaji kugharamikia wabunge tulionao leo bila sababu yoyote, hatuhitaji. Lakini Warioba walishatuwekea, na bahati nzuri zile mnaita ni juzulu sijui nini, zile drafts za Warioba zipo. Kama utakuwa umeziharibu serikali, ni serikali imeharibu, kwa sababu walimlazimisha Warioba ajikabidhi serikalini. Sasa hiyo kama nchi inajua kuwajibisha watu itawawajibisha. Sasa Baba Mwita, kama kuna mahali nimekosa hapo utanisaidia, lakini mimi naomba nimalizie hapo. Issues za katiba, kupatikana katiba mpya, Watanzania tuamue tu ile idea kwamba lazima turudi bungeni kwa maana ya bunge la CCM. Hakuna sababu ya kurudi bungeni. Hiyo hatua ya kwenda bungeni tulishaipita, tulishaimaliza. Na tulivyoangalia kwenye nchi zingine hizo, wala sio lazima wabunge waipitishe katiba. Kuna nchi nyingine ni kweli wakimaliza wanapeleka wabunge wanaipigia kura, lakini watu wengine walitengeneza mfumo
wao mwingine wa kibunge, kwa sababu mkishaamua watakaopatisha katiba yetu ni watu kadhaa 200 wamepatikana kwa mtindo 1 2 3. Hiyo ndio bunge letu la katiba. Kwani bunge lazima liwe la chama kimoja kama ilivyo leo? Najua wakati ule South Africa hapakuwa na shida, walitumia pia bunge lao kwa sababu ANC wakati ule ilikuwa inakubalika na South Africa. Watu weusi wote wa Afrika Kusini waliwakubali wabunge wa ANC, ndio maana wakatumia. Lakini si lazima tutumie mbunge yeyote yule anayeitwa mbunge kwa maana ya bunge hili tunalolijua. Naomba niishie hapo. Asante sana Baba Mwita, nadhani unaweza kupokea hapo hapo, wala usingojee zaidi. Ndio Dokta, hilo wazo lako mimi nalikubali kwa 100% kadhaa, lakini na swali kwenye hilo wazo kwamba je, kama kweli tukatafuta watu makini kama akina Baba Mwita hapa na wengineo tukatengeneza katiba yetu sisi wananchi, je, serikali haitahusika maybe kuipitisha ama kufanya chochote, kwamba ni baada tu ya kuchagua watu halafu watu ndo watakaoipitisha kwamba hii ndo katiba ya nchi na wananchi tukaisimamia na serikali hii ikiwepo? Na je, tukisema hii ni katiba yetu halafu wao wakaendelea kuitumia katiba iliyopo kwa sababu wao ndo wameshikilia madaraka, ni nini kitatokea? Ndio maswali yangu hayo. Unachosema ni kitu sahihi na wala hiyo haihitaji tuchukue muda mrefu. Serikali yenyewe inataka uhakika wa chakula chake, sio kila mmoja katika serikali anapigania chakula chake. Kwa hiyo hata hiyo kwamba tuwaondoe, hilo wazo sisi bado hawalikubali. Ndio maana haraka haraka wakakimbia kwenda kuweka kwenye ilani ya CCM ya 25-30, wakakimbia kwenda kuweka ilani ya katiba kwenye ilani ya uchaguzi wa CCM. Wakati toka mwaka 77 tulishaachana na CCM kututengenezea katiba, pamoja na kwamba wale watu waliotengeneza katiba ya TANU na ASP wakati wanaungana ndio hao waliopewa kazi, walipewa kazi ya kutengeneza katiba tulionayo leo ya 77. Lakini pamoja na hiyo wale watu 20 wale walishaenda mbele zaidi na wakaiweka katika utangulizi wao wakisema, sisi wa Tanzania tumedhamiria kwa dhati, sisi wa Tanzania. Hawajasema sisi wa CCM, sisi wa Tanzania. Sasa tatizo ni sisi hatujiamini. Walishatuambia sisi wa Tanzania, maana yake sisi ndio wenye mamlaka ya kutengeneza katiba, na hao wote walikuwa na CCM. Nilikuwa najua majina yao wote, leo nimewasahau siku hizi kidogo, lakini mnajua ni mzee Thabit Kombo, mwenyekiti marehemu, Mungu amweke pema, pamoja na mzee Pius Msekwa, katibu, alikuwa ndiye katibu. Walitoka kutengeneza katiba ya CCM, wakaambiwa na ya nchi sasa tengeneza. Wangeweza kama wana CCM wapya wenye ari ya CCM mpya iliyozaliwa tu na wao, wangesema sisi sasa tuiweke iwe katiba ya CCM, lakini wakaiondoa CCM kabisa, wakaiweka kwenye mikono ya wananchi wa Tanzania, na wakatuita, hata kama hawakutushirikisha, wakasema tumeamua kwa dhati, tumeamua rasmi na kwa dhati, alafu wakaeleza kile tunachotaka ni nini. Kwa hiyo Zaburi, labda sisi tuwe waoga, tuna mahali pazuri pa kuanzia, labda sisi tushindwe sasa. Sisi tukishindwa alafu tukasema serikali imetushinda, ni sisi tumeshindwa. Kwanza kwa sababu hatuna uelewa unaofanana, na hatuna uelewa kwa sababu hatufanyi homework yetu, hatujifunzi, hatufanyi utafiti, hatuombi ushauri. Kila Mtanzania anafikiria yeye ndiye anajua, na ndio maana hata ukiwauliza watu mitaani leo utakwambia iko tayari kwenye ilani ya mama yetu. Sasa huyo mama kama anakupenda, hii ya leo yenyewe ina vitu vingi vizuri sana, ameshindwa kuvitekeleza. Ndio hayo ambayo tunataka mabadiliko makubwa kwenye maeneo hayo ambayo japo ni machache, ndio atawaruhusu. Kwa
Tatizo la kwanza liko vichwani mwetu sisi Watanganyika na Watanzania katika ujumla wetu. Asante sana Baba Mwita, labda nikuachie hapo ili yasipotee na yale mengine ambayo nimeyavuruga vuruga hapo nyuma. Baba Mwita, tafadhali.